Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa ITY, ambayo nimeambiwa kirefu chake ni itambue thamani yako mwanamke. Kwa majina naitwa Mwalimu Fatuma Hassan Taufik. Makofi mengi sana. Mimi profession yangu ni mwalimu. Tunapozungumzia masuala ya haki, tunapozungumzia kuhusiana na masuala ya ukatili, tunapozungumzia masuala yote yanayohusiana na jamii, yako chini ya kamati ambayo naiongoza mimi. Lakini bahati nzuri mimi nimekuwa ni mwanaharakati wa haki za wanawake na watoto kwa muda mrefu. Kwa hiyo masuala ya wanawake yako ndani yangu, masuala ya watoto yako ndani yangu, masuala ya jamii yako ndani yangu. Jambo lenu ambalo mmenialika ni jambo ambalo tutashirikiana, tutafanya kazi kwa pamoja ili tuone kwa ajili ya ustawi wa ITY, lakini pia kwa ajili ya ustawi wa wanawake pamoja na watoto wa Tanzania. Swala la mikopo, tuendelee sana kumshukuru rais wetu. Serikali ilikuwa na dhamira nzuri kabisa ya dhati ya kusaidia makundi maalum, makundi yale yanayohitaji, hasa wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Ndio ikaanzisha ule mfuko wa 10% ambao maarufu mfuko wa 442, kwamba 442 4% ya mkopo ule wa ile 10%, 4% inakwenda kwenye makundi ya wanawake, 4% inakwenda kwenye makundi ya vijana, na 2% inakwenda kwenye makundi ya watu wenye ulemavu. Serikali ilikuwa na dhamira ya dhati kabisa ya kuanzisha mfuko huu, na bahati nzuri sana huko nyuma ilikuwa tuko kwenye kanuni, lakini sasa hivi iko kwenye sheria. Na kwa kuwa imeshatungwa sheria, ina maana kwamba hili jambo liko kisheria. Kwa hiyo ina maana kwamba kila halmashauri ni budi lazima itenge 10% ya mapato yake kwa ajili ya kusaidia makundi haya. Dhamira ya serikali ilikuwa nzuri sana, lakini serikali inapokuwa na dhamira nzuri, lakini kuna wale watu ambao wenye fikra ovu wanakuwa wanafanya mambo yao ndivyo sivyo. Na kama mnakumbuka, kuna kipindi Mheshimiwa Rais alisitisha kwanza utoaji huu wa mikopo ili kusudi aweze kupata ushauri wa namna bora ya kuendesha hii mikopo iweze kuwafikia wale walengwa wenyewe. Kwa hiyo tunamshukuru sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivi karibuni ile tume aliyoiunda imeshaleta majibu mazuri, na mpaka sasa hivi mikopo imeshaanza kutolewa katika halmashauri, na hata halmashauri ya jiji. Kwa wale ambao wameomba na watakaoendelea kuomba, endeleeni kuomba, kwa sababu katika miongoni majiji ambayo yana pesa ya kutosha kwa ajili ya kukopesha makundi haya ni pamoja na jiji la Dodoma, lakini pia na halmashauri zake zote. Sambamba na hilo, tuna mkopo ambao kupitia Wizara ya Kazi, Ajira na Watu wenye Ulemavu, ambayo iko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, kwa wale vijana ambao wako chini ya miaka 45, na pia kuna fursa hiyo kupitia Wizara ya Kazi, Ajira, Vijana na wenye Ulemavu. Lakini sambamba na hilo, kuna hii mifuko ya BBT, hii program ya BBT, nako kule pia kuna aina ya mikopo inafanya nini, inatolewa. Ukienda kwenye uvuvi, ukienda kwenye mifugo, ukienda kwenye kilimo, yani kote iko. Ina maana kwamba inabidi fursa zote hizo mzijue. Kwa hiyo mkizijua hizo fursa zote, ina maana sasa unaona kwamba mimi labda nataka nijiingize kwenye kilimo, basi unakwenda kufuatilia ili upate taratibu za kule BBT. Lakini pia labda mimi ni mfugaji, nataka nifuatilie kule kwenye mifugo, nifanye 1, 2, 3. Lakini mimi labda niko kwenye uvuvi, nataka nifuatilie kwenye uvuvi, kama na kizimba changu nafuga samaki, nafanya nini, yote unaweza ukapata mikopo kule. Lakini pia na makundi mengine maalum, na hata kama wako wa machinga humu ndani, pia kuna pesa maalum ambayo imetengwa kwa ajili ya machinga. Na kama mwanamke ukiweza kujikwamua kiuchumi, maana yake nini? Unaweza ukashiriki shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Wewe huyu mwanamke unaweza ukajiingiza kwenye masuala mbalimbali ya kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, na sauti ya wanawake ikafanya nini, ikasikika. Lakini pia ukishajikwamua kiuchumi, na mama kwamba familia yako, watoto wako, ndugu na jamaa wote wanaokuzunguka, maisha yanakuwa ni mazuri. Lakini kubwa kuliko yote, wanawake wenzangu, hivi ukijikwamua kiuchumi kweli, huyo baba atakwenda kutafuta kibanda hasara?
Atakwenda kutafuta kibanda hasara cha nini? Wakati anajua kwamba na wewe huku uko vizuri. Kwa hiyo mnakaa pamoja kwenye meza moja, mnakaa mnashirikiana kwa ajili ya ujenzi wa familia bora. Sasa niwatie shime wanawake wenzangu, niendelee kuwatia moyo. Jamani, hata wakina Dangote, hata kina Mo Dewji, hata kina Bahresa, kina GSM na matajiri wote mnaowajua hawakuanza kirahisi hivyo. Ni kama vile ubuyu ulianza kama mchicha, lakini mwisho wa siku ukawa ni mkubwa. Kwa hiyo mimi nawaona kina Dangote mmo humu ndani. Amina. Nawaona kina Bahresa mmo humu ndani. Nawaona kina GSM na Mo Dewji na wengine mmo humu ndani. Amen. Na hili jambo linawezekana, ni wewe kuendelea kujitia moyo na wala usikate tamaa. Jamani, nataka niwaambie hakuna kufanya nini? Kukata tamaa. Mimi yani katika misamiati yote duniani ambayo sina ni kukata tamaa. Na ndio maana nimefika hapa nini. Amina. Wanawake oye. Kwa sababu mimi ningekuwa na nafasi tu sema nani, ningeweza nikawapa visamkasa vya maisha. Mimi mpaka niliposimama hapa huwezi ukaamini. Mtu anaweza akakwambia ukasema hapana, hii ni nani, hii ni mchezo wa kuigiza. Hapana. Maisha ni mapambano. Na ukiwa unaamini katika kitu fulani utafika. Kwa hiyo naomba niwatie moyo wanawake wenzangu, hakuna kukata tamaa mpaka ile siku ambayo zile tani 7 zinakufukia pale chini. Na kama hivi tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, jitokezeni wanawake, mwende mkagombee. Kuna nafasi za udiwani, kuna nafasi za ubunge. Unajipima, unatosha, nenda. Unajipima kabisa, unaona hapa mimi nikisimama utanichagua. Na inapotokea mwanamke mwenzetu anasimama, tumuunge mkono. Akitokea mwanamke mwenzetu anasimama, tufanye nini? Tumuunge mkono. Kwa sababu tunasema kwamba ajenda ya wanawake tunataka 50 kwa 50 ifikapo 2030. 50 kwa 50 inafikaje? 50 kwa 50 itafika kwa sisi wanawake wengi kujitokeza katika ngazi za kutoa maamuzi. Mimi hapa niligombea karibu mara 3. Mara ya kwanza niligombea 2005 ubunge. Kura zilifanya nini? Hazikutosha. Lakini nikasema hapana, muda bado. Nikagombea 2010. Kura zilifanya nini? Hazikutosha. Nikasema hapana, mimi sikati tamaa. Lakini kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu, na mimi naamini kila mtu kwa imani yake na dini yake. Jamani, Mungu yupo. Mungu yupo. Ukimwamini na yeye atakuongoza. Nikagombea tena 2015. Lakini hamwezi kuamini. 2005 ndio nilikuwa nimetoka zangu kusoma shule, nimetoka Norway. Bado na umri ambao ni wakati. Sikufanya nini? Kura hazikutosha. 2010 nikagombea, kura zilifanya nini? Hazikutosha. Lakini cha ajabu 2015 nilipata ajali mbaya sana. Kwa wale ambao wanaokumbuka, nilipata ajali mbaya sana ya gari, nikakaa kwenye wheelchair miezi 3. Lakini niko hospitali, eti watu wanakuja kunifuata, dada Tofiki gombea. Nikamwambia nagombeaje wakati mimi niko kwenye wheelchair hapa? Wakasema wewe omba kura. Hamwezi kuamini. Nilikwenda kugombea niko kwenye wheelchair na nikashinda. Sababu Mwenyezi Mungu ndio kipindi alikuwa amefanya nini? Amepanga kwamba wewe pamoja na kukimbizana kote ulikuwa unaweza kukimbia, kipindi kile ukuweza kufanikiwa. Lakini leo uko kwenye wheelchair, nikawa nimeomba nikafanikiwa, nimeingia mwaka mzima na magongo yangu. Lakini leo ukiniona na dunda, mtu utaweza kujua kwamba nilipata ajali na nikaweka mavyuma siju karibu 5 kwenye mguu mmoja. Haiwezekani. Kwa ninachotaka kuambieni vitu kama hivi wanawake wenzangu, hakuna kukata tamaa, mtu ni kujipanga, na ukishajipanga mimi naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utafanya nini? Utafanikiwa. Lakini inabidi tuendelee kushirikiana, kushikamana na kuongozana na kuombeana ambayo ni mema.
na mimi niwapongeze sana, kwa sababu katika mafanikio yenu haya ambayo umezungumzia swala zima la kujenga undugu, basi kujenga undugu huku kuwe katika masuala mbalimbali, masuala ya kiafya, masuala ya kijamii, pamoja na masuala mengine ambayo ni maendeleo. Mambo ya zamani linatokea balaa, anatokea mtoto nyumbani kafanywa ukatili, mtoto amebakwa au amelawitiwa, na kwenda kuyamaliza kifamilia. Jamani, haya mambo tuache. Kwa sababu gani? Inapotokea mtoto amefanywa ukatili wa aina yoyote, halafu hatua zozote zisichukuliwe, yule mtoto hamwezi kujua anaathirika namna gani kisaikolojia. Kwa hiyo imetokea aina yote ya ukatili, muende kwenye vyombo na mamlaka husika. Lakini hata kama wewe mwanamke umefanywa ukatili na huyo baba watoto, kila siku maneno ya karaha, kakutukana, kakwambia hivi, unaambiwa kwamba unavumilia ndoa. Nani aliyekwambia kuna kuvumilia kwenye ndoa? Watu mnatakiwa mkae pamoja, muelezane, muelekezane. Lakini ya mambo ya mara umekatwa sikio, umetoka nyumbani kwenu ukiwa mzima, mara jicho umetolewa, mara unangea kwenye uso, hayo kweli ni maisha? Hapana, huo ni ukatili uliofanya uliokithiri. Kwamba inapotokea umefanywa aina yote ya ukatili, au unaona kabisa kwamba kuna mtu amefanywa ukatili, muelekeze kwamba kuna mamlaka husika ambazo zimekuwa zikitoa msaada wa kisheria, lakini pia kuona namna gani ya kuweza kuondoa masuala mazima ya kufanyiana ukatili. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa masuala ya kupinga ukatili kwenye swala zima la wanawake pamoja na watoto na mengine mengi ambayo mmefanya mmeyasema. Unajua